Na natumaini kwa wewe ni mzima wa afya njema, na kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza nakuomba ni kusubscribe na kulike na comment, ndio video zetu zifikie watu wengi. Na karibu kwenye matangazo ya leo jioni. Tagusia kwa mambo yaliyojiri leo mchana wa leo, na maviti iliyotokea. Na tukianzia huko Minembwe, ni kuwa habari za Minembwe kutoka kwenye territory ya Minembwe ni kuwa katika mkoa wa Kivu Kusini zinasema kuwa mapigano yaliendelea kati ya jeshi la FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi na makundi ya Kimaimai na FDLR dhidi ya chama cha MRDP au jeshi la Twirwaneho. Mapigano haya yalichukua hatua mpya tena. Inadaiwa kuwa upande wa FARDC na washirika wake wamepata hasara kubwa katika maeneo ya Lundu na Bidegu, hasa kwenye kilima cha Ruhinamavi. Kwa mujibu wa taarifa ambazo Msiza ya TV nimepokea na kutoka kwenye vyanzo vya karibu la eneo hilo, ni kuwa wiki iliyopita kulikuwa na mapigano makali huko Lundu na Bidegu, ambao FARDC na washirika wake walimpoteza afisa wao wa ngazi ya juu mwenye cheo cha kanali aliyekuwa kamanda wa sekta. Na wananchi wa eneo hilo wanasema kuwa moja sababu za kuongezeka kwa operation za kijeshi huko Lundu ni jitihada za wanajeshi wa FARDC pamoja na jeshi la Burundi na Maimai na FDLR za kutafuta mwili wa kamanda huyo. Inasemekana kuuawa katika mapigano yaliyotokea Lundu Ijumaa ya wiki iliyopita. Na taarifa hizo zinaeleza kuwa mwili huo ulipatikana katika eneo la Ruhinamavi karibu na sehemu inayojulikana kama kwa Gakina. Inadaiwa kuwa mapigano makali yalizuka tena asubuhi ya leo wakati vikosi hivyo vilipokuwa vikijaribu kuchukua mwili huo. Mkazi mmoja alitoa taarifa kwa Msiza TV na akisema kuwa MRDP Twirwaneho walishambulia kwa nguvu wapinzani wao. Kwa sasa wanaendelea kuwafukuza kutoka maeneo ya Lundu kuelekea Rubemba na kisha Bichumbi. Mkazi wa eneo la milimani alikuwa akinieleza, na ingawa haiwezekani kuthibitisha kwa kujitegemea idadi kamili ya waliouawa, na taarifa kutoka kwa wananchi na vyanzo vingine vya eneo hilo zinaonyesha kuwa wanajeshi kadhaa wa FARDC na wapiganaji wanaounga mkono wa Kimaimai wameuawa katika mapigano hayo. Na pia kuna madai kuwa ambayo bado hayathibitishwa kwamba takriban watu 9 kutoka kwenye upande wa FARDC na washirika wake wamepoteza maisha katika mapigano ya hivi karibuni. Na aidha inadaiwa kuwa wakati wa taarifa hii kiandaliwa, wanajeshi wa FARDC na washirika wake walikuwa tayari wamevuka kuelekea Rubemba wakikimbia upande wa Bichumbi. Na wachambuzi wa hali ya Minembwe wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano haya kunaweza kuzidisha hali ya usalama kwa raia, hasa katika maeneo ya Lundu, Bidego na maeneo yanayozunguka kituo cha Minembwe, na ambao wananchi wengi tayari wameanza kuyakimbia makazi yao kutokana na hofu ya risasi na vita vinavyoendelea. Na wakati huo upande wa wanaounga mkono MRDP Twirwaneho unaendelea kudai kuwa una ngome imara katika maeneo hayo na kwamba wanaendelea kupambana na mashambulizi ya vikosi vya serikali na washirika wao. Na nitaendelea kufuatilia maendeleo ya mapigano na kutoa taarifa mpya kadri nitakavyoweza au zitakavyopatikana. Na habari njema kwa revolutionary ni kuwa wanajeshi 30 au 30 wa FARDC wakiwemo meja mmoja, major na kapteni mmoja walijiunga na wapiganaji wa serikali FARDC Twirwaneho huko Minembwe jana. Miongoni mwao kuna meja ama major Ndayambaje mwenye asili ya Masisi pamoja na kapteni Kalala mwenye asili ya Katanga. Wanajeshi hao walihama kutoka kwenye jeshi la FARDC na kujiunga na kikosi kinachoitwa kikosi cha FARDC Twirwaneho wakiwa huko Minembwe. Hii ni taarifa njema sana, ni taarifa njema kwa revolutionary wote ikiwemo na mimi. Ni taarifa njema, waendelee kufanya hivyo kwa sababu serikali wanayotumikia sio serikali inayowajali, haiwajali kabisa. Ni serikali inayojali tumbo zao na inaendelea kuleta ubaguzi ili kuendelea kukipu population vita, kukipu population busy vita ili waendelee kupora nchi. Na habari za leo ni kuwa baada ya mapigano hayo kulitokea sitofahamu, na habari nilizopokea hapa Msiza ni kwamba wanajeshi wa FARDC walikuja kupigana wao kwa wao katika milima mirefu baada ya vikosi vyao kurudishwa nyuma na kundi la Twirwaneho
M23 wakati baadhi ya wanajeshi wa FARDC walipokuwa wakirudi nyuma, baadhi ya wenzao walioacha nyuma. Hata hivyo wale walioacha walipojaribu kurudi kwenye mstari wa mbele kupigana dhidi ya ndugu, ndipo walipojikuta wakikabiliana na wanajeshi wenzao na mapigano yakazuka kati yao. Kuna mtu alinipa hii taarifa kutoka Kilumbi, na huyo ni mtu siwezi kumtaja kwa sababu alinipa taarifa hizo nyeti, akasema bado anaenda kufuatilia hali hiyo ya mapigano kwa sababu walipigana wao kwa wao, bado ya wenzao kupigwa na madugu. Sasa wenzao walikuwa wameenda kufuro, sasa akaona wenzao wanarudi, walirudishwa nyuma kutoka kufuro. Sasa ndio akawaambia mnarudi kufanya nini? Ndio wakaanza kuzichapa sasa, wakapigana. Sasa tujajua kwa wangapi alikufa, lakini hakuwezi kukosekana mwenye ameacha uhai. Na tukijielekeza huko Burundi, nchini Burundi ni kuwa Rais Ndayishimiye amesema nini kinaweza kumaliza vita mashariki mwa DRC Congo. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, amesema kuwa ili kupatikana amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni lazima nchi zote za eneo hilo zishirikiane kwa ukaribu. Na Rais Ndayishimiye alitoa kauli hiyo wakati akihitimisha ziara yake ya siku 2 nchini Demokrasia ya Kongo Jumanne, ambapo alifanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Ndayishimiye alisema, na mnuko, katika kukabiliana na tishio linalosababishwa na makundi ya kigaidi ya kigeni na vikundi vinavyovuruga usalama, Burundi naamini kuwa ni muhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za eneo hili. Pia alisisitiza kuwa ni muhimu kuchunguza na kuelewa kwa kina sababu zote zinazohusiana na tatizo la ukosefu wa usalama ili kupata suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC Congo. Na niwashukuru kwa habari hizi, na ni muendelee kufanya like na sabone. Tutakuwa mfanya jambo la khairi sana, na muwe na jioni njema. Tuonane tena kesho majaliwa.